monthly prediction. Kama wewe uko kwenye kundi la Pisces ama wewe ni Pisces rising, naomba usikize vizuri mwezi huu utakavyokuwa juu ya maisha yako, katika masuala ya fedha, masuala ya mahusiano, masuala ya kazi. Okay, changamoto utakazozipata wakati mwezi unapoanza, utakuwa na matatizo sana na mambo na fedha. Na utakuwa na matatizo sana katika masuala ya kusafiri, masuala na afya, masuala na familia. Utapata kweli kiwango cha pesa ambacho unakipokea hakitoshi mahitaji yako msimu huu. Na kufikia March 26th, wakati Mercury itakuwa imetoka kwenye nyumba yako, utakuwa na unaanza kupokea fedha. Hapo ndio fedha kwako itaanza kuingia, utapata improvement ya fedha. Kwa sasa unaweza kupata changamoto katika masuala ya fedha msimu huu, unaweza pata kutatizika, kung'ang'ana, maybe kukopa kopa. Jua ni kwa sababu ya hizi sayari ambazo ziko kwenye nyumba yako. Ni kwa sababu gani? Unajaribu kufundishwa jinsi ya kufanya nini? Kujipanga, kujibudget, kujiweka sawa. Lakini itakapofika March 26 mambo yako yataanza kuenda vizuri, na vile Venus ama Zuhura inavyoingia katika nyumba yako ya pili ya fedha, mambo na fedha, mambo na mapenzi, mambo na mahusiano, utapata kupata angalau breakthrough. Mambo yataanza kuenda vizuri sana katikati ya mwezi, yani mwisho uko wa mwezi. Haya, katika mambo na kazi, changamoto zako zitakuwa unaweza pata mnabishana ama mnashindana na watu, ama kuna watu wanashindana na wewe kazini mwanzo wa mwezi, ama unaweza pata unatatizana ndani mwako, unakuwa na zile pressure, internal pressure, unatatizika ndani, unajiuliza maswali, mbona iko hivi? Utapata sana matatizo ama kutoelewana sana katika kazi na wenzako ama na watu, lakini itakuwa ni kitu ambayo unaweza kuweka sawa. Katika mwanzo wa mwezi utapata changamoto kidogo, lakini huo ndio mwezi ambao unafaa kufanya marekebisho kazini, kuangalia ni nini ambacho kinaendana na wewe na ni nini ambacho hakiendani na wewe. So baada ya katikati huku mwisho huku tarehe 26 huku utaweza kupata promotion ama utaweza kupata transfer, utatransferiwa maybe mahali fulani kazini ambapo kutaleta fedha, utaanza kupokea na kupata fedha vizuri. So wakati wa kwanza huku kazini huu mwezi wa changa huku utakuwa unatatizika kidogo, lakini utajulikana sana kwa kazi yako. Alafu baadaye utaanza kupata opportunities hizo. Mtu anakuambia okay, kuna kazi hivi, naona unafanya vizuri, vitu kama hivyo, itakuwa vizuri sana kwako. Baadaye hapo 26, 27 ikisonga mbele, hii mwezi katika masuala ya kazi, jaribu kufanya maamuzi yako kupitia intuition yako. Usikurupuke tu kufanya vitu bila kujua kuchunguza undani wake, ila ubunifu wako pia utakuwa juu sana mwezi huu. So jaribu sana kuangalia mambo yako ya kazi, usipate tu kukurupuka kufanya kitu kisha baadaye utaanza kuregret. Haya, katika masuala ya mahusiano, unaweza pata mwanzoni mwa mwezi ukianza mnatatizana na mpenzi wako, either kwa maongezi, unaongea, mnabishana, mnatatizana, vitu kama hivyo, kutoelewana kwa sababu ya Mercury. Hii huwa inafanyika hivi kwa sababu ya nini? Mrekebishe, jaribu kurekebisha njia zenu, muweke sawa mambo yenu. So jaribu sana kurekebisha mambo yako na wapenzi wako, hata na familia yako msimu huu, maana decision yoyote ambayo utafanya wakati huu, utapata Mercury kiondoka, kama umeliachilia mpenzi ama mwenzi ambaye alikuwa anakusaidia pakubwa, ama umekorofishana na familia, utapata mnatatizana, unaanza kuregret baadaye. Kumbuka Venus inaenda kuingia katika nyumba yako ya pili, na itakuwa inaleta shamra za mapenzi msimu huu. So katika mwanzo wa mwezi najua utakuwa na matatizo katika mapenzi, lakini mwisho huku kutakuwa na amani katika mapenzi, hata katika familia. Utatengeneza misingi mizito ama ni misingi mizuri ya mahusiano yako. So ujue changamoto yako utaipata mwezi kianza, lakini mwezi kianza kuisha hutakuwa na changamoto sana kama vile mwanzo wa mwezi. Kumbuka Mercury retrograde inaendelea mpaka tarehe 20 Machi. Na hii itafanya unapata delays kwa kazi zako, contract zako, unapata kuongea na watu, mnatatizana, vitu kama hivyo. Jaribu sana kuondokea kubishana na watu, kuondokea kufanya maamuzi msimu huu, kuondokea kusign hizo contracts ama kufanya kitu ambacho ni cha muda mrefu msimu huu, maana kutakuwa na matatizo na kutoelewana ambao Mercury kishaondoka utapata kunakuwa na regression baadaye. Jaribu pia kuangalia afya yako, maana msimu huu utakuwa unapata kichwa kuuma, tumbo kuuma, hapo mwanzoni utakuwa unapata hizo fatigue sana. Jaribu kuangalia
afya yako msimu huu. Pia mwezi unapoanza usijaribu kukimbilia vitu, jaribu sana kukaa chini uangalie ni wapi unafaa kurekebisha, ni wapi unafaa kuachilia, ni kitu gani ambacho kinaenda na wewe muda mrefu na ni kitu gani ambacho hakitaenda na wewe muda mrefu, ili upate kusonga mbele. So overall mwezi huu, mwanzoni wa mwezi huu kutakuwa na matatizo ama changamoto katika masuala ya ndoa, masuala ya kazi, masuala ya masuala ya wewe mwenyewe vile una deal na watu, career, financial na pia partnership, vitu kama hivyo. Utapata mnatatizana sana na watu mwanzoni mwa mwezi, lakini after Mercury imeondoka katika saini yako utapata kuna breakthrough. Na Mercury huwa inaingia katika kundi lolote lile kuja kurekebisha mambo ama kuachilia yale ambayo hakuwa yanaendana na wewe. So msimu huu mwanzo wa mwezi ukiona unakwama kifedha, unakwama hivi, usione ni kama sijui umerogwa, ni uchawi, sijui ni vitu gani. No, ni marekebisho yanafaa kufanyika. Ni vitu fulani unafaa kuweka sawa na vingine unafaa kuachilia. I hope umenielewa vyema. Aquarius, hii mwezi ni mwezi mzuri sana kwako, ila utakuwa na changamoto sana mwanzoni mwa mwezi huu kwa sababu kuna sayari nyingi katika nyumba yako ya kwanza na nyumba yako ya pili. Katika masuala ya fedha, wakati mwezi unapoanza kutakuwa sana na msukumo wa kuweza kujipanga katika masuala yako ya fedha. Utajua ni vitu gani unafaa kuweka sawa, ni vitu gani ambavyo unafaa kufanya ili ikaanze kuleta fedha kwako. So fedha kwako itaanza kuingia Machi tarehe 19 kusonga mbele, ndio utapata sasa afueni ya pesa. Lakini mwezi unapoanza kutakuwa na hiyo strategy, uweke mikakati kuhusu masuala ya fedha. Itakapofika tarehe 29 kuelekea 20 huko kuenda, utapata wewe ni mtu ambaye unaanza kupokea fedha vizuri, biashara, unapata success kutokea kwa biashara zako ambazo utakuwa unafanya, ama utapata kazi jipya. Kama wewe maybe huna kazi, hapo ndo wakati unaanza kupata kazi msimu huu. Jaribu sana kuondokea kutake risk mwezi unapoanza, maana kumbuka Neptune iko katika nyumba yako ya 3, Mars iko katika nyumba yako ya 2, na ukumbuke pia tuko na Saturn in Aries. So ukijaribu kukurupuka kufanya vitu bila kufikiria msimu huu mwanzo na Mercury, jua pia Mercury ipo, jua itakuletea matatizo. Usije tu kuingia tu mwezi unapoanza mapema hivyo unaingia katika maagano na vitu, kufanya vitu fulani, unaingia kwenye partnership na watu. Mwezi ikifika huko mwisho utaanza kutatizika katika masuala yako ya fedha. Na ujue itakapofika Machi huko tarehe 26 wakati Mercury itakuwa imeondokea kwa nyumba ya Pisces, utapata kufanya vizuri sana katika biashara za mambo na manyumba, vitu kama hivyo. Ama pia utapata fedha kutokana na mambo na familia, maybe unafanya kazi na watu wa familia, vitu kama hivyo, utapata unafanya vizuri sana ama unapokea fedha kupitia njia hiyo. Kikazi utapata unatatizana sana na watu ambao mnafanya nao kazi mwanzoni mwa mwezi, maybe kuongea vitu kama hivyo, vile unavyonena na watu, vile unavyosema na watu, utapata mnatatizana sana. Ila kaa ukijua baada ya Mercury kuondoka kwa sign ya Pisces utaanza kupata kujulikana, promotion utapokea katika masuala ya kazi. Katika mahusiano, mwezi unapoanza utakuwa na hiyo kutatizana na mpenzi wako, kutoelewana, lakini kitu ambacho kitakusaidia ni ujaribu sana kuongea ukweli, jaribu kuleta mambo pamoja, jaribu kuelewa mwenzako anaponena, maana Mercury inapoingia katika inapoanza kutatizana, Mercury retrograde huwa inatatiza sana vikundi. So unapata kutoelewana, mnafikia tu mpaka kuachana. So katika mahusiano early in the month kutakuwa na matatizo, lakini later in the month utapata mambo yanaenda vizuri. So jaribu sana kuchunguza afya yako mwezi unapoanza, jaribu kuchunguza kazi zako, vile unaongea na watu, vitu vyako vitafanya vizuri baadaye